Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Usiku wa deni tunaweza tukasema ile siku ambayo wana Simba wengi na mashabiki wa mpira kwa Tanzania hii tulikuwa tunangoja, ile siku imefikia. Tunaweza tukasema ni siku ya kisasi, lakini mechi kimtazamo itakuwa ni ngumu sana. Moja kwa moja Simba tumebomoa daraja kwa sababu pengine tunajua kuogelea. Daraja letu ambalo tulikuwa tunalitegemea pengine likaenda kubomoka. Ndio maana unaona mioyo ya watu mashabiki ambao hawana mioyo migumu wengi wanakuwa kama hawaamini. Lakini huu ni mpira, lazima kwanza tuwape heshima yake wapinzani. Umeona kule Simba ilikuwa ni timu ya kwanza kiwanjani, imefanya kila kitu ambacho kinahitajika, lakini kitu ambacho tumeshindwa ni kwenda kufunga tu goli. Umeona tumecheza vibaya kwa sababu moja kwa moja hatukuweza kushinda na pia moja kwa moja hatukuweza kwenda kuyazuia magoli. Kwa mechi ya leo lazima ucheze kwa tahadhari, pia uwe na utulivu. Moja ya njia ya kushinda vita ni utulivu. Utulivu ukipatikana, basi mimi na imani kwa Benjamin Mkapa na kocha ameona yale mapungufu ambayo moja kwa moja kwenye safu nzima ya ushambuliaji uliona kuna nafasi ambazo Lionel Ateba alikuwa anapata, alishindwa kufanya zikawa goli. Kwa sababu moja kwa moja kwenye mashindano ya kimataifa kila hatua inavyoenda mashindano na mpinzani pia anaenda anabadilika. Kwa hiyo tutegemee kuona mechi ngumu sana, sio mechi ambayo kama ilivyokuwa kule. Pengine kule ulipata nafasi. Kwenye mashindano unatakiwa kupata nafasi moja unaitumia moja kwa moja. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu sana, lakini Simba nadhani tumejipanga na tumejiandaa. Moja kwa moja unaona hata kauli za kocha wetu ni kauli za kishujaa. Amesema kama asipoipeleka Simba hatua inayofuata, basi yeye mwenyewe bila hata kushirikisha uongozi anaomba kwamba iwe mwisho wa yeye na Simba. Ni maneno ya kocha. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa mechi ya leo ni kwamba wachezaji moja kwa moja na benchi zima la ufundi wanajua nini ambacho wanatakiwa wakifanye. Lakini lazima washambulie na pia lazima wajilinde. Lakini mechi itakuwa ni ngumu sana, lakini Simba tumejiandaa. Sisi swala la kuwafunga Waarabu Benjamin hapa nadhani kwenye haya mashindano tu tulishai kucheza na yule Mabululu. Alituadhibu hapa mapema sana. Tukaenda Al Tripoli, tukaenda tukapindua matokeo. Alikuja Mwarabu Koko mwingine, Mwarabu wa juzi hapa, alianza tu mapema dakika ya 5 Constantine na Faxien wote tumeweza kushinda. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu sana, na kama kwenye haya mashindano tutakuwa tumetolewa na level kama timu hii ya Al-Masry, mimi kwa upande wangu kama shabiki wa Simba nitakuwa na deni nayo kubwa sana kudai. Hii sio timu ya quality ya kuitoa Simba brother. Of course lazima tumpe mpinzani heshima yake, lakini kwa timu hii hapa sio timu kabisa level ya kuweza kuitoa Simba. Mpira unadunda lakini sio kwenye matope. Sio kwenye matope. Hii Benjamin leo nadhani umoja wa kimataifa kitu ambacho tutaenda kuwafanyia Al-Masry wanaweza wakatuzuia tena tusifanyie Benjamin Mkapa. Tuenda kufanya unyanyasaji wa haki za binadamu. Yale ya Oloya yanaweza kaenda kutokea hapa kama hawatawaheshimu Simba. Kwa hiyo moja kwa moja mimi kwa upande wangu naiamini sana Simba na inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu tutavuka. Japokuwa mechi itakuwa ni ngumu sana. Na kwenye mpira pia tukiongea tunaacha 15% za maajabu. Maajabu pia yanaweza yakatokea. Kwa hiyo tusiongee maneno tukayamaliza. Nimezungumza na mama hapa, yeye ni mwakilishi kutoka kwa Mwamposa. Wewe kwa Shehe Mkuu wa Dar es Salaam? Mimi kote kwa sababu dini zetu sisi zinatuunganisha moja. Unaposema swala la kimungu kote hamna, hatupingani kwa Uislamu, hatupingani kwa Ukristo, lakini mimi kwa Ukristo niko pia upande wa Mwamposa, pia niko upande wa shehe. Na pia kwenye kamati ya ufundi nipo. Kwa hiyo ni ubaya ubwela ndani na nje ya uwanja. Wewe mama kabeba mafuta, wewe mbeba nini hapo kwenye begi? Mimi nimebeba Biblia na manati. Tuione. Manati ya nini? Kwenye VAR kule. Na wakumbusha ndakuwa na gololi na gololi ambazo nimebeba kwenye manati, ndakuwa na wastua kule kwenye vihala kwa sababu maana ni sirai. Ndakuwa na wastua kule, wao wanaenda kuangalia umeona manati kwenye vihala kule, ndakuwa na mstua muamuzi kidogo. Kaka tutolewe, wanasema tufungwe na chenga tuwale, yani tushinde kufanya lolote. Unampiga muamuzi na manati. Na mstua kwamba nenda kaangalia. Unajua tukimwangalia kapteni wetu leo, kwanza nilikuwa natamani Zimbwe amwachie ngoma. Unajua Zimbwe ni mpole, haongei. Umeona goli ambalo tulinyimwa nafasi ambayo pengine refari kama angeenda. Ile nafasi ingekuwa kwa Waarabu pengine wangezira hata kucheza mechi. Lakini tuliona kabisa pale VAR refari akamwambia bwana tuendelee mechi. Lakini uliona nafasi yao ambao waliweza kuipata ikaenda ikajadiliwa. Kwa hiyo hii itakuwa na mstua tu muamuzi. Unaiona mechi itakuwa ni ya aina gani, na katika safu ya ushambuliaji pale ungevaa viatu vya kocha, nani ambaye ungependa kuanza naye? Dese Steven Mukwala au Christian Lionel Ateba? Leo mechi hatuna cha kupoteza. Mimi nataka aanze na wote. Aanze na wote wawili double C, kwa sababu ukimwangalia Lionel Ateba yeye ni katikati sana, lakini ukimwangalia Dese Mukwala anapenda kutokea pembeni. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nataka wote wawili waende wakaanze pale, alafu kwenye kiungo pale yeye Kagoma yeye astoke. Kwa sababu umeona hata goli la pili ambalo tumefungwa pale ni uzembe wa Chamuka Laboe, nadhani Kapombe, kwa sababu Simba inapoenda kushambulia wanaondoka wote, beki zote zinaondoka. Kwa hiyo moja kwa moja beki mbili. Kwa hiyo unaona lile goli Chamuka Laboe alikuwa mbali, lakini Kapombe alikuwa ameenda mbali zaidi. Kwa hiyo unaona mpira ambao umepigwa kwenye eneo la wazi zaidi. Ndio maana unaona pale mistake ambayo
moja kwa moja hata magoli ambao wametufunga, mimi naweza nikasema ni kwamba ni mistake tu ambazo ndogo ndogo. Hatuwezi kumbebesha mzigo mtu mmoja, lakini unaona ni timu ambayo haiwezi kufanya maajabu zaidi, kwa sababu unaona goli la kwanza na la pili pengine tunaweza kusema ni mistake ya goalkeeper. So magoli ambao moja kwa moja wameenda wameyatafuta. Kwa hiyo leo tutaenda tutatafuta magoli hapa ishara, japokuwa mlima ni mkubwa sana. Unapoenda kufunga zaidi ya goli la kwanza, unaenda kufunga goli la pili, goli la tatu, goli la nne, mpinzani naye anapopigwa lazima ume. Kwa hiyo akihisi maumivu nadhani anaweza akazinduka pia naye, lakini mechi itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nilikuwa natamani Kagoma kama ataanza astiki pale moja kwa moja. Yaani yeye asiwe anaenda moja kwa moja. Kwa hiyo timu ikienda iende pia. Dibla Fernandez Mavambo natamani sana leo aanze kwa ajili ya kukana mpira. Kukana mpira. Mechi ya leo inahitaji kukana mpira sana. Pia kwenye VAR pale wasiofu, kwa sababu tumeona moja kwa moja tuna waamuzi wetu hapa. Kila mtu cha kwake, kila mtu nyumbani kwake. Tuna waamuzi wetu moja kwa moja ambao wako hapa watakuwa kwenye VAR pale. Kwa hiyo wasijali, wao waingie tu kwenye boksi wakaanguke kule. Umesema waamuzi nao wako hapa na waingie kwenye boksi waanguke. Ukitazama hii jiografia ya hapa nje ya uwanja, na huu uwanja unaingiza mashabiki 60,000. Unauona uwanja unaenda kujaa siku hii ya leo? Uwanja siku ya leo hautaenda kujaa. Unajua ndio kama nilivyokuambia mwanzo, ni mashabiki wenye mioyo ambao sisi ni kama wamekata tamaa. Tunaamini miujiza. Unajua goli mbili wanasema ni nyingi sana kwenye mpira. Moja kwa moja unaenda unamfunga mwenzako goli la kwanza, goli la pili. Kwa hiyo ni mashabiki tu wenye mioyo migumu na tunaoamini miujiza na tunaoiamini Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa sisi tunaamini ni eneo la miujiza ambao sisi tunapenda soka. Tumeshaona maajabu mengi, tumeshashuhudia maajabu makubwa sana. Kwa watu wenye imani ndio tutaweza kuja, lakini sioni Benjamin Mkapa kama itakuwa full capacity. Auone labda hii pia itawaathiri wachezaji kuto kujaa kwa uwanja. Simba sasa hivi level yake ilivyokuwa kubwa, sio lazima icheze na mashabiki. Kuna mechi ambazo Simba imecheza na mashabiki lakini ikashinda. Kwa hiyo level hizo nadhani ilipitaga eti kwamba kwa sababu atmosphere ya mashabiki, lakini pia moja kwa moja mashabiki wana mchango mkubwa sana siku ya leo, kwa sababu hata wachezaji wakiingia pale wakiangalia ile full capacity ile, kwamba wanajua kabisa sisi ndo tuna deni nao, wao wameshatimiza ule wajibu wao. Of course mashabiki wanahitajika, lakini kwa level ya Simba ambao wamefikia sasa hivi hata wacheze bila mashabiki ushindi unahitajika. Kwa hiyo wanatakiwa watumie home advantage waweze kwenda kuwini kwenye haya. Kama tutatolewa na Almasi Simba, mimi nitakuwa na deni nao na tutakuwa tumejitoa wenyewe, sawa sawa na yule mwanamke anasema mwanamke mjinga uvunja ndoa yake mwenyewe. Kwa Simba tutakuwa wajinga kutolewa na timu ya level ya Almasi. Ungevaa viatu vya kocha Fadlu, kikosi chako leo ungeanza na nani kwenye safu ya kiungo ukobaji, kiungo wa shambuliaji pamoja na hizi flanks za kushoto na kulia? Moja kwa moja nadhani ningeanza moja kwa moja golikipa wetu kama Kamala kama kawaida, wa Tanzania wawili Mohamed Hussein na Kapombe, au ndo mabeki bora miaka 10 hii hapa ya karia ya mpira. Katikati kama kawaida nimemuona Chef Fondo Maloni akiwa kwenye mazoezi ya mwisho. Sasa sijajua kama atakuwa fit ya 100%. Kama atakuwepo basi Chef Fondo Maloni na Mtanzania mwenzetu pale Abdullah Kiamza. Mbele pale nataka aende akaanze Kagoma na Dibla Fernandez Mavambo. Ngoma nataka mechi ya leo aanzie nje, kwa sababu moja kwa moja unaona mechi au jamaa watakavyokuja wao, kwa sababu wanaamini kwamba kile walichokipata hawatakiwi wakipoteze kwa namna yoyote. Kwa moja kwa moja naenda kule na Kibu Dennis katikati pale, nataka Lionel Ateba mbele yake pale, alafu na Dese Mkwala pembeni. Kwa mimi Eli Mpanzo anakaa bench. No, Eli Mpanzo aende kulia. Aende kulia Eli Mpanzo, kushoto, sababu Eli Mpanzo anapenda kubadilisha nafasi. Dese Mkwala nataka atokee 11. Kama wataje umezidi hapo. Beki 4 kama kawaida. Mohamed Hussein, Shomari Kapombe. Katikati Chef Fondo Maloni na Abdullah kama atakuwa yuko fit. Lakini nilimuona kwenye mazoezi ya mwisho. Kiungo pale nataka Kagoma na Dibla Fernandez Mavambo. Atakayecheza nyuma ya mshambuliaji cheza nyuma ya mshambuliaji amalize pale namba 9 Ateba. Kushoto nani Mpanzu, kulia acheze Dese Mkwala. Bana nakwambia mmoja lazima awe bench, kama sio Mpanzu ama Kibu Dennis. Hapo Kibu sijamtaja, ndio maana kwamba anakaa bench. Kibu na aanzie bench. Dakika kadhaa kidogo akionyesha kuchoka, sababu Kibu ni bull striker, ni striker ambaye anaweza sana migongano. Atakapoonyesha kuzofika pale Kibu aingie aende akawa buruzi. Mimi na shukrani sana. Asante sana.